Mheshimiwa Mwenyekiti na baraza lako tukufu la madiwani, napenda kuwashukuru nyote kwa kunialika kushiriki katika kikao hiki muhimu cha baraza la madiwani cha robo ya 4 ya mwaka wa fedha 2025/26. Nipende kuwafahamisha tu kwamba kwa niaba ya wenzangu na kamati ya usalama kwamba wilaya yetu iko salama sana. Hakuna matishio yote ya amani. Wananchi wanaendelea na shughuli zao za kawaida za ujenzi wa taifa na kujipatia maendeleo ya mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, baraza hili tunatambua ni jukumu muhimu la kutathmini utekelezaji wa mipango ya maendeleo na kuweka mwelekeo wa kuboresha huduma kwa wananchi. Mimi nipende kuwapongeza nyote nyie kwa kazi nzuri mnaendelea kufanya katika kusimamia maendeleo ya halmashauri kwenye sehemu zenu hizo. Mafanikio yanapatikana yanatokana na ushirikiano mzuri kati yetu viongozi wa kisiasa na ninyi watendaji na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti na baraza lako tukufu, hata hivyo bado tunapaswa kuendelea kuimarisha usimamizi wa miradi ya maendeleo na kuhakikisha fedha za umma zinatumika kwa ufanisi na miradi yote inakamilika kwa wakati na kwa viwango au bora na kwa kuzingatia thamani ya fedha, yani value for money. Nitoe rai kwa viongozi wote kuendelea kushirikiana na kuweka mbele maslahi ya wananchi, kusikiliza changamoto zao na kuzitafutia ufumbuzi kwa wakati. Tofauti zetu za kimtazamo sisi tuondoe kwenye lengo letu kuu la kuwaletea wananchi maendeleo na huduma bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni katika hili nikiri tu kwamba mashirikiano yaliyoko kwa viongozi wa wilaya hii ni mazuri sana. Hii ni wilaya ambayo kwa ushirikiano mimi naweza kuishuhudia kwamba na ushirikiano mzuri sana, kuanzia mbunge, mwenyekiti wa halmashauri, mkurugenzi, DC, chama, madiwani mpaka kwa wananchi na watendaji wote tunashirikiana mzuri sana. Kwa nina imani ushirikiano huu utatoa matokeo mazuri sana kwa kuleta tabasamu kwa wananchi kadri ambavyo Mheshimiwa Rais ametuelekeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapoanza mwaka wa fedha huu ni muhimu sasa kuendelea kupanga na kutekeleza miradi yenye tija, kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani na kuhakikisha kila rasilimali inayopatikana inaleta matokeo chanya yanayoonekana kwa wananchi. Hapa sasa niseme yako mambo ambayo napenda kuyatilia mkazo. Tushirikiane kwa pamoja. Kwanza, usafi wa mazingira. Ajenda ya usafi wa mazingira ni ya kudumu. Hatuwezi kuwa tunafanya usafi kwa kurupuka. Hapana. Na nitapenda kuona halmashauri nanunua sasa dustbins ili ziwepo, wananchi wanatupa taka. Tupange tuweke dustbins pamoja na pengine mnunue tipa la kukusanya takataka. Watendaji wanafanya kazi nzuri ya kusimamia usafi, lakini taka zinarudikwa na kwa zinakaa muda mrefu. Msisitize hilo. Pesa zipo, muone kipaumbele kwenye hilo la usafi wa mazingira pamoja na vyoo bora. Tusingoje kupindupindu ndio tuanze kusiza vyoo bora. Hapana, tuweke mkazo sasa hivi kaya zote ziwe na vyoo bora kwenye sehemu zetu. Na naomba waheshimiwa madiwani kwenye maeneo yetu tusaidiane sana kwenye kusisitiza hilo. Lakini pia nisisitize kuhusu lishe mashuleni. Lishe mashuleni ni wajibu wa wazazi. Ni lazima tushirikiane kwa pamoja, viongozi, watendaji, wenye viti, waheshimiwa madiwani, kuwaelimisha wazazi kwamba lishe ni jukumu lao. Mtoto akila vizuri, hana njaa, napunguza mambo mengi, utapiamlo na kadhalika, na pia ufaulu unaongezeka kwa sababu anakuwa na concentrate kwenye masomo. Kwa hiyo tushirikiane sana kwenye hilo, ndugu waheshimiwa madiwani.